Habari tena asubuhi ya leo. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Wimbi la Mazingira. Karibu tena msikilizaji wangu. Dakika 37 zimekatika baada ya saa 5. Unasikiliza Wimbi la Mazingira. Nipo studioni peke yangu na jina langu ni Esther Chiro. Karibu tena msikilizaji, popote ulipo unasikiza, zidi kusikiza, zidi kuzama ndani, maana tuna mengi tumekuandalia siku hii ya leo. Sijui wiki yako imekuwaje? Mimi wiki yangu imekuwa poa, imekuwa salama, tukizingatia mambo na masuala ya mazingira yote kwa jumla. Hapa na pale mambo mengi yamefanyika. Wakuu kule serikalini wana mengi ambayo wanasema na mengi ambayo yanaweza kutokea katika masuala ya mazingira kwa jumla. Wiki yangu imekuwa salama, popote ulipo zidi kuzama ndani kabisa, tuna mengi ambayo tumekuandalia. Lakini nataka tukukuuliza, unajua ama unafahamu nini kuhusu jina hili mazingira? Unalielewa vipi? Mtu akikuuliza mazingira ni nini, unaweza kutueleza vipi? Mitandao yetu ya kijamii bado iko wazi kabisa ndani www.blueradio.co.ke. unaweza nipa majibu yako. I say. Na msikilizaji, tena tunazidi kuzama ndani. Nimekuandalia masuala mawili mazito sana. Na sijui kama unajua msikilizaji, zile siku 16 zilizokuwa tumewekezwa na serikali tuweze kuzitambua kuhusu mambo na GBV. Leo ni siku ya mwisho. Sijui kama unajua hiyo. Siku 16 za harakati kutokomeza ukatili wa kidijitali na kijinsia, yani duniani kote. Ilitangazwa kuanzia Novemba tarehe 25 hadi leo tarehe 10 Disemba. Dunia yote huwa inaungana kupinga unyanyashaji dhidi ya wanawake na wasichana. Hizi ndizo siku 16 za harakati. Na sijui kama popote ulipo ulikuwa unajua hili, nimekufahamisha. Tunaweza kuzama ndani ili kupoteza ama kutokomeza janga hili la unyanyasaji. Wasichana wanapitia dhulma za kijinsia. Tumekuwa na mifano huru kabisa. Nilipokuwa nimekueleza kuwa kuna msichana kule Utange anaitwa Bahati. Bahati anasema alikuwa na kipindi kigumu sana alipokuwa anakuwa. Aliweza kupitia dhulma, unyanyasaji wa kijinsia alipokuwa msichana mdogo, lakini hiyo haikumvunja moyo. Aliweza kusimama kidete na kupaza sauti zake. Hivi sasa ni mfano huru pale Utange, anaweza kukuza wasichana wengine na kuelimisha wasichana wengine. Na siku hii pia hizi siku zilikuwa kuna ile rangi moja ambayo ilikuwa imeadhimishwa ya watu na wanawake na wasichana kuweza kuidhaminisha. Rangi yenyewe ni machungwa. Rangi hii inasisitiza kuwa ni ishara ya mustakabali mwema usiokuwa na ukatili wowote. Alafu maybe unaweza jiuliza uko pale na kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa gani? Kauli mbiu ilikuwa ni mwaka huu tuungane kutokomeza ukatili wa kidijitali dhidi ya wanawake na wasichana wote. Na maybe uko pale nyumbani unajiuliza ukatili wa kidijitali ni nini? Huu ni unyanyasaji unaotumia teknolojia kutumia picha ama video za mtu bila ruhusa yake. Lugha chafu, matusi na vitisho kwenye mitandao ya kijamii. Unadhalilisha wanawake tu mitandaoni kwa biashara zao, kwa maumbile yao. Hii haifai. Uko pale nyumbani una dada, una mke, una shangazi. Hii haifai kabisa. Ukatili huu haifai kabisa. Uko pale nyumbani unafaa kutetea yule msichana wako, yule dadako, yule shangazi yako. Uko pale nyumbani, zidi kuwatetea. Na hii mitandao imekuwa ni jambo la kuwa wanaume wameweza kufanya mambo yao ya kikatili sana. Manake kuna video moja imeweza kusambaa mtandaoni. Mtu mwanaume amekaa tu akafikiria, akasema hana kazi ya kufanya. Akasema, hao wasichana wadogo wa CBC naona wameanza kuiva. Sasa ukisema hivyo na wewe ni mwanaume, hiyo tutakuwa tunakufikiria vipi? Wewe kama mwanaume umeweza kukaa na kusema wasichana CBC wameanza kuiva hata kuliko hawa millennials. Ni video ambayo iliweza kushangaza watu na iliweza kuleta dukuduku pale mitandaoni. Wewe kama mwanaume umesema hivyo, uko na dada, uko na shangazi, uko na ndugu, uko na mama, wote hao ingekuwa wanaweza kufanyiwa hivyo, wangefika mahali pale. Sasa hiyo haifai. Unyanyasaji mitandaoni
Na kuna mfano huru mwingine ambao tuliona, ni video ambayo iliweza kusambaa ya kuwa bwana ako na mke wake ameenda kazini, anaporudi anapata bwana na mchepuko wake kitandani mwake. Alafu alipokuwa anataka kuuliza, bwana anaanza kumpiga makofi. Hiyo ni hatia ambayo inafaa mtu apelekwe mahali na aende ajibu mashtaka. Kwa nini? Manake mbona unaleta mchepuko wako ndani ya nyumba yangu, ndani ya malazi yangu yenye mimi nalala? Unamleta na mimi nikikuuliza unaanza kunijibu vibaya ama unanipiga. Hiyo pia ni hali ya kuwa tunafaa kutokomeza kabisa. Na kuna baadhi ya mila tofauti ambazo pia zimeweza kusambaa na zimeweza kuaminika kuwa ati ukeketaji. Nani amesema lazima watu wakeketwe? Kukeketwa ilikuwa ni wakati wa zamani sana, wanyanya na mababu zetu. Lakini kwa sasa tuko generation nyingine, generation ambayo imesoma, iko na wasomi. Hata tumeona bado mitandaoni watu wanazidi kugraduate. Lakini bado mtu akwambia anataka kumkeketa. Wewe mama utakuwa uko pale ama baba utakubali mtoto wako akeketwe? Basi tutakuwa na maswali. Tunafaa kuvunja ukimya sana. Tunafaa kuvunja ukimya. Na kuna video pia bado mfano huru ya kuwa tuliona MP wa Kisii County katika kauli yake alipokuwa wanafanya mazungumzo pale na Jalango, mbunge wa Lang'ata. Jalango alimuuliza, na hii holiday mnataka kufanya nini na wasichana wenu? Manake naona ni shamra za Krismasi na nini na nini. MP alisemaje? Alisema Disemba Kisii tunatairisha wasichana ndio wasikue papa, wapunguze umalaya, kuwa na mahusiano mengi ya kiukimwi. Hiyo iliweza kusambaa video, maneno haya iliweza kusambaa mtandaoni na akaleta tashishi sana na akaleta dukuduku sana. Manake kama ni mwanamke, sisi ndio tuko hapa kupinga vita dhidi ya unyanyasaji, na ikiwa ni mwanamke mwenzako ama mama anaweza kushabikia jambo hili, basi hatupo pale pasawa. Ndio maana tukatenga hizi siku 16 za kuwa kuweza kupigania haki zetu kama wanawake na wasichana. Lakini endapo mwakilishi wa kike huyu ambaye anachochea kabisa ya kuwa lazima wasichana wakiketwe, nani alisema kukeketwa na kunapunguza papa? Ama nani alisema kukeketwa inaweza kufanya mtu asipate ukimwi? Hii ni njia ambayo ni mtu mwenyewe, watu wasichana waweze kukalishwa chini na kuelimishwa. Ndio maana kuna hizi siku 16 za kuwa watu wasichana na wanawake waelimishwe. Mbunge huyo wa Lang'ata Jalango akasema, huu ni upuzi gani huu unaosema? Aliweza kuinua sauti yake na kupinga vikali. Yeye kama mwanaume anajua kuwa ni haki na ni sheria ya kuwa wanawake na wasichana wanapaswa kulindwa vilivyo. Lakini mwakilishi huyu wa kike wa Kisii County akisema hivyo, basi ilizua haja kubwa sana, mjadala mkubwa sana. Na amesema wananchi walisema kama hataomba msamaha, basi hafai kuwa katika kiti hicho. Maana kiti hicho ni wakilishi wakilishi wa wanawake kule majuu, kule kwa viti vya juu, kule ngazi za juu. Unafaa kuwatetea wasichana na wanawake. Dhulma hizi na hizi hazipaswi. Lakini endapo itakuwa ni yeye mwenyewe anafanya mambo haya, basi itakuwa ni jambo la kuhuzunisha sana. So katika msimu huu, katika siku hii ya mwisho ambao watu wanafanya maadhimisho yote kuhusu siku hizi 16 za kutokomeza ukatili wa kidijitali na kijinsia, hata hapa Mombasa pia wanawake wapo, na najua tumeshikana, tumeweza kuungana mikono kuweza kujadili masuala kama haya. Wasichana na wanawake hatufai kukeketwa. Ikiwa sijui ni bado Turkana, Masai kule kaunti hizo bado wanafanya hivyo, basi sauti zetu zizidi kupazwa zaidi ili tuweze kutokomeza janga hili. Kukeketwa kumepitwa na wakati. Wasomi ni wengi sasa hivi, watu wanajua sheria. So tusikubali. Endapo uko pale na unaona wewe una nguvu na uko na msemo mkubwa, paza hiyo sauti yako ili kuhakikisha kuwa hakuna msichana ama mwanamke anakeketwa. Maana endapo utakeketwa, basi ndo kuna
njia upenyo rahisi wa kupata magonjwa haraka sana. Endapo wanavyosema tukikeketwa utapata magonjwa, basi unapokeketa msichana ama mwanamke, hiyo ndo njia umefungulia zaidi ya kupata magonjwa rahisi ya kizinaa sana. So ni wito kwa viongozi na serikalini za kaunti kuwa wazidi kuendelea na mijadala kama hii. Izidi tu, isiwe tu ni siku 16 pekee. Mimi naona ingependekezwa hata ikiwa ni kila mwezi, ya kuwa tunasema siku hii ni ya kujadili masuala haya na haya na kutokomeza ukeketaji dhidi ya wasichana na wanawake. So ujumbe wa mwisho ni kuwa siku hizi 16 si za kuadhimisha tu, bali za kuchukua hatua. Ukatili wa kijinsia si swala la faraga, ni swala la jamii nzima. Si eti mwanamke peke yake, hata mwanaume uko pale, bibi yako, yule uko pale, paza sauti zetu. So tuzidi kujitahidi leo, ikiwa ni siku ya mwisho. Popote pale ulipo umesikia kuna mkutano huo, basi tokea mbio sana. Na isiwe tu ni mwanamke peke yake, hata wanaume wanapopewa maarifa haya, anaweza paza sauti zake pale nyumbani, ikiwa yule baba ama yule mama hasikii. So ikiwa wewe ni brother, wewe ni mjomba, uko pale nyumbani, hakikisha hizi meetings pia unaenda, uhakikishe kuwa wasichana na wanawake hawakeketwi. Tumeona venye South Africa venye wasichana wanauliwa. Si South Africa pekee, hata juzi tumeona kuna msichana mdogo wa miaka 12 ameuliwa. Kisa na maana, mbona wanamuua? Amepatikana amefungwa mikono. Ni kanda ambayo imeenea mitandaoni, amefungwa mikono. South Africa tunalia kule. Paka walikuwa wamesema wanaeka profile yao ilikuwa machungwa, lakini ya purple. Lakini tumesema za hizi siku 16 wache ikuwe machungwa, kuashiria umoja wote wa kijamii. Tunafaa kuhakikisha kuwa hakuna msichana yote anakeketwa. Tunafaa kuhakikisha kuwa tunapewa haki za sawa. Tunaona na kila mahali, si Kenya pekee, si Tanzania pekee, bali dunia nzima. Wasichana wasikeketwe na wasidhulumiwe. Tunachukua tu mapumziko mafupi, lakini tunaporudi nimekuandalia mengi kuhusu sasa na husiana na mazingira. Hii ilikuwa tunakuelimisha kuwa wasichana kulikuwa na hizi siku 16 ambao msikilizaji ulikuwa hujaelewa ni nini, basi nimeweza kukuelimisha na kukujuza yale kwa anaweza kutendeka. Tunaporudi kutoka kwa mapumziko, naweza kukujulisha mengi zaidi ambao nimekuandalia siku ya leo. Usibanduke hapo. Emma tota sabelani, Emma tota sabelani, Emma tota ngandani. Iolengos, city lengos. Emma tota sabelani, Emma tota sabelani. Abafazi bayalila, iolengos, city lengos, iolengos. Jatandaza nkosi, upenduli mitandazo yetu, izikhalo yasiva, abafazi bayalila. Karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 11 zimekatika baada ya saa 6. Jina langu ni Esther Chiro na unasikiliza Wimbi la Mazingira. Na nilikuwa nakuweka kwenye mudi, manake tunaenda kujadili kuhusu masuala ya porini, wanyama pori. Kibao kilichokuwa kinaendelea hewani ni Row by Katy Perry. So ilikuwa ni mambo na uhifadhi wa wanyama pori, anaongelea kuhusu wanyama pori. Na msikilizaji, asubuhi leo nataka tu tujadili ama tuingie ndani tuzame zaidi kuhusiana na mafanikio na changamoto mpya katika uhifadhi wa wanyama pori nchini Kenya. Tunaona jana Rais William Ruto alikuwa kule sehemu za Taita Taveta, ndani ya Tsavo Magharibi, Tsavo West. Na kitu kilichokuwa kimempeleka kule ni kuweza kuenea ama kupanua yale makao ya vifaru walipokuwa wanakaa pale. Na maybe unaweza jiuliza kwa nini vifaru? Maanake tunaona si mnyama peke yake anayeishi porini, bali ni wanyama wote. Lakini tunaona vifaru wanakuwa na umuhimu mkubwa sana. Na maybe uko pale nyumbani unajiuliza kifaru ni nani?
Kifaru tu ni mnyama mkubwa wa porini mwenye mwili mzito, ngozi ngumu na pembe moja au mbili kwenye pua. Kwa Kiingereza anaitwa rhinoceros. Na ana sifa tele chungu nzima, anakuwa na uzito unaweza kufika tani 1 hadi tani 2.5 kulingana na aina. Ana pembe inayotengenezwa na keratini kama nywele na kucha. Anaishi kwenye savana, misitu na maeneo ya vichaka, hula majani, nyasi na vichipukizi, na ni miongoni mwa wanyama waliokuwa katika hatari ya kutoweka kutokana na ujangili na uharibifu wa makazi yao. Na ndio maana tunaona Rais William Ruto jana alikuwa pale sehemu ya Taita Taveta Tsavo, ndani ya Tsavo West, kuweza kupanua makao ya wale wanyama. Na vifaru ni aina nyingi, lakini kabla ya hapo nitaweza tu kukujuza mawili matatu kabla niweze kukujuza ni aina ngapi. Tunapata kuwa Rais William Ruto aliweza kuzindua rasmi uhifadhi huo wa makazi ya vifaru. Na tunapata hii imekuwa ni jambo kubwa zaidi ambayo itakuwa imefanya wale wanyama wawezi kuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuzalishana pale na kuwa na idadi kubwa sana. Maanake tunaona wako kwa hali ya kutoweka hatari sana. Na tunaona hifadhi ya vifaru imekuwa ikichukua kilomita za miraba 3,200. Na Rais William Ruto aliweza kusema kuwa wanataka waongeze idadi kutoka 5% hadi 8%. Na je, nikuulize tu msikilizaji wangu pale nyumbani. Tunapata kuwa mnyama huyu amekuwa kwenye hatari zaidi ya kuwa wataweza kutokomea, maana kulingana na ile uwizi wa zile pembe zao, kuuliwa kiholela. Je, mbinu hii itaweza kufanikiwa baada ya kuwa Rais William Ruto alizindua mahali pakubwa pakuwa wanaweza kupata nafasi kubwa wale wanyama wale? Na je, teknolojia gani itatumika kulinda vifaru wale? Manake wezi bado wapo, manake ni binadamu wanaowachunga, na binadamu pia hatosheki. Anaweza hongwa akatoa pesa ili kifaru yule aende. Tunapata kuwa wanyama hawa wanaenda kupotea kabisa. Manake tunajua pia ni hawa wako na sifa muhimu ambao wanaleta utalii nchini Kenya. Na tunaona pia kuna aina za vifaru. Aina zenyewe ni black rhino, kifaru mweusi. Huyu ana mdomo mrefu wenye umbo la mkunjo. Ndio aina iliyo hatarini zaidi, the black rhino. Huyu ndio ako hatari zaidi. Na kuna huyu white rhino ambao ni kifaru mweupe. Ana mwili mkubwa zaidi na mdomo mpana wa kula nyasi. Katika Kenya wengi wako Olpejeta na mbuga nyingine chache. So hawa wako, lakini si wengi sana kama venye pia tunaona black rhino wanaenda kupungua, wanaenda kutokomea zaidi. Na hao tunaona wanyama hao huleta utalii na uhifadhi na pia, lakini bado kuna changamoto hapa na pale ambapo nitaweza kukueleza baadaye. Lakini Rais William Ruto aliweza kusema kuwa jukumu lao ama lengo lao ni kufikia kuweza kupata vifaru wengi zaidi nchini Kenya. Na wanatarajia kufika by mwaka 2030 wanataka kuwa na vifaru 1,450, na kufikia mwaka 2037 wanatakiwa kuwa wamefika zaidi ya 2,000. Manake tunaona kwa sasa walio nchini Kenya, yani nchini Kenya kwa mbuga zote wako 1,100. Yani nchini kote Kenya tuko na tu vifaru 2,100 ambao the black rhino ni 1,600, the southern white rhino ni 1,040 na northern white rhino ni 2 peke yake. Na hii si jambo la kuwa tunaweza jivunia. Ndio watalii huja na kusherekea na kuja kuangalia wanyama kama hawa, lakini tusipochunga zaidi wataweza kupotea kabisa. Na so tunasema 78% duniani kote. Ndio tuko na eastern, ndio tuko na black rhino 78 duniani kote. Na maybe unajiuliza ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni kule sehemu za Taita Taveta Ngulia Rhino Sanctuary ndio iliweza kuzinduliwa, na wameweza kuongeza 92 kilometers
ambayo itakuwa inazidi kuongeza na kuweza kuwekeza vifaru 150. Na katika uzinduzi huu pesa zimetumika, tunajua pesa lazima zitumike, na pesa hizo zimeweza kukua invested ni 606 zilizokuwa zimeweza kuwekezwa pale ili kuweza kupanua makazi ya wanyama hawa, na ili kuweza kueneza na kukuza maeneo haya ni kwa sababu ya protection, kuwalinda. Manake ni viumbe ambao ni wanyama ambao wanaenda kutokomea tusipowalinda na tusipofanya juhudi zaidi. Na tunaona pia ana sifa mbalimbali. Sifa zenyewe ni kwa sababu wako hapa ni kwa sababu ya kuleta utalii nchini, ambapo hasa black rhino na white rhino ni miongoni mwa wanyama wakuwa wanavutia watalii kutoka duniani kote. Hii inaongeza mapato, ajira, biashara. Hii pia ni urithi wa kiasili na kibiolojia. Tunajua vifaru ni sehemu muhimu ya urithi wa taifa na ni species adimu duniani. So tunafaa kuhifadhi zaidi na kuweza kuwa na malengo tele ili tuweze kudumisha na kuongeza wanyama hawa. Na pia ni mchango katika mfugo wa ekolojia. Vifaru wamesaidia kudhibiti mimea fulani kwa kula vichupukizi vya nyasi, hivyo kusaidia kusawazisha mazingira na kutoa nafasi kwa mimea mingine kukua. Umuhimu mwingine pia ni utafiti wa kisayansi na uhifadhi. Kuwepo kwa vifaru nchini inasemekana kwa inatoa fursa kwa tafiti kuhusu tabia za wanyama, ekolojia, afya ya wanyamapori na mbinu za kisasa. Na pia kuimarisha sifa Kenya kimataifa. Kenya imetambulika duniani kote kwa mataifa yanayoongoza katika uhifadhi wa wanyamapori. Ufaulu katika kulinda vifaru huimarisha hadhi. Na ndio maana tunapata tumeweza kuwa tumeimarisha sana. Ndipo tuliona jana President Rais William Ruto aliweza kuwa pale sehemu ya Taita Taveta ili kuongeza na kupanua zile sehemu za wanyamapori. Maanake tunaona bila hivyo wataweza kutokomea. So aliweza kusema mambo mengi, lakini kabla nikujuze hayo, tunajua nimeshakueleza umuhimu wa vifaru, nimekujuza kifaru ni nani na ni wangapi duniani kote na nchini ni wangapi. Maanake tunaona tusipowalinda vifaru hawa wanaenda kutokomea. Na ni wazi kuwa nchi imeweza kutambua ya kuwa tusipowalinda watatokomea. Ndipo hasa Rais William Ruto alikuwa maeneo yale kuzindua pamoja na wengine viongozi wengine kuwa pale na kuweza kushirikiana ili kuwapa nafasi mahali bora ya vifaru hao. Na tunachukua tu mapumziko mafupi, naporudi nazidi kuja kukueleza mambo mbalimbali ambao nimezidi kukuandalia. Usibandoke hapo. Karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 29 zimekatika baada ya saa 6. Unasikiliza nami Wimbi la Mazingira. Jina langu ni Esther Chiro. Kabla tuchukue mapumziko nilikuwa nimekuuliza maswali mawili kuhusu mambo na masuala ya wanyama hawa vifaru katika mbuga zetu za wanyama. Na nimeweza kukujuza kuwa Rais William Ruto alikuwa jana sehemu za Taita Taveta kule Tsavo West kuweza kuzindua mandhari ya sawa wa wanyama hawa vifaru. Na je, nilikuwa nimekuuliza tu ni mbinu hii itaweza kufanikishwa ikiwa wameweza kupanua mandhari yale wa wanyama wale? Je, itaweza kufanikishwa vipi? Na je, teknolojia gani itaweza kuchukuliwa ili kulinda vifaru hawa? Mitandao yetu iko wazi at www.blueradio.co.ke. Sema nami, nipe majibu yako. Endapokuwa maongezo ya nafasi yale wa vifaru wale yanapokuwa yaongezeka, je, watapungua ama yataweza kuongezeka? Nimeweza kukujulisha kuwa nambari zile za vifaru ambao wako duniani ama Kenya kwa jumla, lakini ripoti bado ya sensa ya wanyamapori ya kitaifa itatoka mnamo kama kesho. Imeandikwa itakuwa inatoka Disemba tarehe 11 ambao ni kesho. So tutaweza kujadili, maybe nitaweza kukujulisha wiki ijayo sensa hiyo itakapo imefanyika, na kukuweza kukujulisha wewe msikilizaji wangu ni wanyama wangapi wa porini ambapo wapo kwa sasa walio hai na wanaweza kuwa na nguvu zao. Haya, sawa. Tunapokuwa tumeendelea, tunajua kuwa bado changamoto zipo na kuna mjadala unaoendelea kuwa hoteli ziweze kujengwa katika mbuga hizi za wanyama. Je, nakueleza wewe
Je, unaona ni sahihi msikilizaji ya kuwa hoteli ziweze kujengwa ndani ya mbuga za wanyama? Manake tunaona mbuga za wanyama ni sehemu ambayo ni wanyama wawe free, wawe huru kutembea, kufanya malisho yao. Lakini endapo hoteli hizi zitajengwa, je, kutakuwa na faida yoyote ama kutakuwa na changamoto? Bado mitandao yetu ya kijamii iko wazi, sema nami, nipe majibu yako. Lakini bado changamoto zipo. Kwa kunazo faida na kunazo changamoto. Faida ya kwanza ni kuwa inaongeza utalii na ajira. Naam, hoteli hizi zinapojengwa watu wengi watapata ajira, manake hoteli jengwa haliwezi kaa hivyo bila watu. Lazima watu waajiriwe, na watalii wanapokuja pale waweze kupata mandhari mazuri, waweze kukaribishwa vizuri. Ni watu hao kama ni vijana wamepata ajira, kufanya jambo hilo ni jambo la sawa. Na husaidia uhifadhi. Tunaona baada ya waamini mapato ya hoteli kurudisha kusaidia shughuli za kupambana na ujangili na kuimarisha miundombinu ya hifadhi. Na tunaona wanapokuwa pale kuna watu wanaweza kulinda endapo kuna janga limetokea, ni haraka kusaidia. Na pia kuboresha huduma kwa watalii. Inaongeza uwezo wa mbuga kupokea watalii wa kimataifa wanaotaka uzoefu wa live in the wild. So endapo watakuwa pale, watalii wataona kuna watu, so wacha tujitahidi tuingie pale, manake hakuna jambo baya litatokea. Haya, twende changamoto. Na kila kilicho na uzuri hakikosi ubaya. Tunaona pia wanaopinga wanasema inaharibu mazingira. Inaharibu vipi? Kujenga hoteli kunaharibu makazi ya wanyama, kusababisha kelele, uchafuzi na kupunguza maeneo ya kutafuta chakula. Na hiyo ni kweli. Endapo hoteli zile zitajengwa, nafasi itapungua. Tumeenda pale, Rais William Ruto alikuwa jana pale kuongeza nafasi ya wanyamapori. Lakini endapo hizi hoteli zitajengwa, bado kuna nafasi zingine zitazidi kubanwa, ambapo hiyo ndo hatutaki. Tumeenda pale, alienda pale akaongeza. Lakini endapo hoteli ile fulani pale itajengwa, hoteli manake ni jengo linachukua nafasi kubwa sana, tutakuwa tumewalimit wale wanyama kutafuta chakula chao. Na endapo tutakuwa tumewalimit na nafasi ni ndogo, lazima watazidi kuingia kwa maeneo ya wanadamu, ambao hiyo ndio hatutaki. Tunaona pia inapunguza uhuru wa wanyama. Hoteli zinaweza kuingilia maeneo ambao wanyama hutumia kwa kupumzika au kuzaa. Endapo ile mnyama atakuwa pale anazurura na kuona kuna hoteli ama kuna jengo fulani, itamzuia kufika pale. Maybe ile ilikuwa ni maeneo yake, lakini sasa tumejenga hoteli pale. Amezoea pale, atakapokuwa ameweza kuwinda mnyama wake na chakula chake na watoto wake wako pale, wamezoea ndo mandhari yetu ya kuwa tunapowinda na kupata chakula, basi tunaenda mahali fulani. Lakini mahali fulani watapata kumejengwa, tunapata tuna limit. So inapata kuwa badala kuwa atafute kwa kwingine, inabidi watavamia pale mahali, na si vizuri. Na tunaona pia hatari ya rushwa na unyakuzi wa ardhi. Wengine wana wasiwasi kuwa nafasi hizi hutolewa kwa matajiri na kampuni kubwa badala ya jamii zinazozunguka mbuga. Naam, ni ukweli. Wanasema money talks. Kama una pesa, kaa kiti ya nyuma. So of course hoteli hizi lazima tu ni za wale watajiri. Manake walio pale wamezungukwa na mbuga bado hawajafika kupata kiwango kile cha kuweza kununua ardhi ile na kujenga hoteli. Ni wale matajiri wa nje, njoo na pesa zako, anakuuliza uko na ngapi? Ukishasema milioni 40 ama milioni 50 utakatazwa. Serikali ipo inataka pesa, watakuuzia, watajenga hoteli pale. Sasa hiyo itakuwa imekasirisha wanaozungukwa na zile mboga, manake wanajua baadaye ile hoteli itakapojengwa kule wanyama atakosa nafasi, watarudi kule nyuma kuvamia wanaoishi kwa karibu na zile mboga. Na mwisho kabisa ni kupoteza uzuri wa asili ya mbuga zile. Wageni na wananchi wanaofia mbuga zikigeuka maeneo ya kibiashara kupita kiasi hawatokuja. Na wanataka pia kuhudumiwa vizuri, wale chakula kizuri baada ya kuangalia wale wanyama. Lakini bado baada hapo asili ile mbuga, watu wanapenda nature. So kila nikija nikipata niko na microscope yangu nataka kuangalia simba ametoweka, amefichwa na lile jengo pale la hoteli, sitaweza kumuona simba yule. Mtalii yule hataweza kuona simba yule, hata kama endapo pia atakuwa amepewa good service pale hotelini. Lakini baadaye aim yake, madhumuni yake ilikuwa ni aje angalie wanyama. Kwa kuishi si vibaya, lakini madhumuni yake ilikuwa ni kuja kuangalia wanyama. So bado ni mjadala unaoendelea.
ni mjadala mkubwa sana ambapo bado unakazia wengine ya kuwa tujenge hoteli ama tusijenge. Lakini Rais William Ruto jana akasema tutajenga hoteli hizi. Tutajenga hoteli hizi ndo ili watalii wawe kwa wingi, ili tuweze kupata mapato na kuweza kuboresha nchi yetu ya Kenya. Lakini nilikuwa before tuone mapumziko nilikujuza kuwa kuna changamoto nyingi ya kuwa baada hoteli hizi zitajengwa, changamoto zitazidi kuwa nyingi sana. Manake endapo mandhari yale wanyama wale itapungua, basi watazidi kuja na kushambulia makazi ya wale wanaoishi katika mbuga hizo. Na tumezidi kuona miaka ilivyosonga, tumezidi kuona ni cases ngapi ambazo ni migogoro kati ya wanyama na wanadamu. Na nilifanya uchunguzi wangu na utafiti na kuona kwamba ni cases karibu 26,641 kati ya mgogoro wa wanyama na binadamu na wanyama pori, ambao kwa jumla utafiti bado unaendelea na kuwa 255 ya wanyama wanazidi kupotea. Kila mwezi, kila mwaka, statistics namba zinazidi kuongezeka tu, kwa kuwa wanyama wanapokosa mandhari yao kule mnapo hoteli zimejengwa, basi wanarudi kushambulia wanyama wanaofugwa na binadamu huko nje, ambao si jambo la sawa. Tunaona pia watu 725 watu wanazidi kuumia kila kukicha na uvamizi wa wanyama pori ambao wanavamia manyumba zao, mashamba yao. Na tunaona walioumia na kuumia zaidi ni watu 725. Mifugo iliyokuwa imeliwa na kuharibiwa ni kati ya 5,200. Na tunaona kuwa baada ya kuwa hizi zote zinafanyika, serikali ndio inazidi kupewa lawama, kwa sababu endapo kwa hoteli zile zitajengwa, wanyama watarudi upande huu mwingine wa wanadamu, ambapo si sawa. Lakini watu walikuwa wamependekeza kuwa wacha zile sengenge ziweze kuwekwa, ukuta ziwekwe sawia, ili wale wanyama wasiwezi kuruka kule ama wasiwezi kutoka katika ile mipaka waliokuwa wamewekewa. Na tunaona kuwa serikali, utafiti unasema kuwa bado serikali inadaiwa bilioni 1.2 ya kuwa bado watu wanaumia, mifugo inapotea, mifugo inaliwa, lakini bado serikali haijafanya jambo la sawa kuwalipa wale watu ama waliokuwa wameathirika zaidi. Na tunazidi kuona namba za watu wanaokuwa wanazidi kuumia zinazidi kuongezeka. Manake kama mwaka 2020 ilikuwa ni 156 kesi peke yake, imeweza kuongezeka kutoka 156 mpaka 363 mwaka 2023. Sasa hiyo ilikuwa ni idadi ya kuwa ni mwaka 2023. Sasa hii idadi, hebu jiulize msikilizaji, imeongezeka na ngapi? Kwa sababu sasa tuko mwaka 2025 na tunaona kesi peke yake zimeongezeka kutoka 156 mpaka 363 zimeweza kuongezeka. Na bado tunaona kuna mifano huru zinazidi kuendelea. Tunapata Juni mwaka huu, tarehe 5 mwaka huu 2025, tunaona ndovu aliweza kuvamia kijiji kimoja pale milimani Wamba, makazi ya Wamba katika kaunti ya Samburu Mashariki. Aliweza kuvamia, mifugo ikaliwa, wanyama wakaumizwa. Na hii inasababisha kuwa serikali inazidi kudaiwa, manake wanapovamia serikali inafaa ilipe fidia, lakini hawalipi. Na utafiti unasema kuwa wanyama wale wanapotoka pale porini na kuja sehemu ya binadamu, tunapata wanaweza kuharibu mimea. Mimea yenyewe inayoharibika sana wanasema ni mahindi, maharagwe, cowpeas, ndizi, sorghum na millet. Hizo ndo sana sana wanyama hupenda kuharibu. Naam, so serikali bado ipo mbioni kutaka kujenga hoteli hizi. Lakini je, wananchi wameridhia? Je, wako tayari kukubaliana ili masuala ya kuwa hoteli ziweze kujengwa pale, ama utakuwaje? Manake pia amesema by mwaka 2030 wanataka kuwa wameweka dams, waeke kama
dams 1,000 katika maeneo ya mbuga kote nchini ili kuweza kuzuia mambo na migogoro kati ya mwanadamu na wanyamapori, ambapo Rais William Ruto alisema kuwa endapo dams hizi zitakuwa, endapo kuwa kumekuwa na ukame, basi dams hizo zitakuwa zinaweza kufunguliwa na kusaidia wanyama kupata maji, hata binadamu pia kupata maji. Lakini je, swali linabaki kuwa katika utafiti huu na katika kazi hii yote, teknolojia hii ambayo Rais William Ruto ameweza kufanya jana, je, itaweza kufanikishwa? Maanake lengo kuu yetu ilikuwa ni siku hii alikuwa anaangazia kuongeza kuhusu vifaru. Maanake tunaona vifaru ni wanyama wenye wanaenda kupotea zaidi. Je, itaweza kuwezekana? Je, wataweza kuwa watazaana na kuweza kufanya Kenya iwe na wanyama ama vifaru wengi zaidi? Maanake tunaona wanazidi kupotea. Changamoto iko, migogoro iko, zipo, kesi zipo. Kuna mwingine tulisikia story ya kuwa aliweza kung'atwa, kukimbizwa na tembo, elephant. Kidogo anamalizwa, lakini aliweza kuponea, lakini alipoteza vidole, nasikia alipoteza mpaka mguu. Je, serikali inafanya nini? Na je, nakuuliza, endapo mnyama yule ama wanyama wale wawili watakuwa wamevamia shamba lako, wewe tuseme mkazi wa Taita Taveta, unafanya nini? So ni tuzidi kuweza kujadili, ni swala la kukaa chini na kuweza kujadili masuala kama haya. Maanake si vizuri endapo nitakuwa nimejenga ama nimepanda mbegu mahindi yangu pale nje, alafu nipate mnyama atatokezea mahali aje avamie shamba langu ama avamie jamii yangu, alafu serikali isifanye lolote. Itakuwa ni jambo si zuri na si sahihi kabisa. Na before tuendelee ama tumalize, tunachukua tu mapumziko mafupi, na tunaporudi takujuza na mengi zaidi. Usibanduke hapo. Across the world, few nations are called to carry the weight of global heritage on their shoulders. Kenya is one such nation. Today, we launch this expansive rhino sanctuary. We confirm and reaffirm our place as a nation leading from the front, protecting what the world cannot afford to lose. The new Tsavo West Rhino Sanctuary, spanning more than 3,200 square kilometers, is the largest sanctuary in the world. For decades, the Ngulia Rhino Sanctuary, covering only 92 square kilometers, has carried nearly 150 black rhinos, more than half, or more than 2.5 times its capacity. This extreme congestion has suppressed breeding, intensified territorial conflict, reduced calf survival, and placed the rhino population under dangerous ecological stress. Across Kenya, more than 80% of our black rhinos live in overstocked sanctuaries, limiting our ability to grow our national herd. Today, we correct that mistake. With this expansion, the 150 rhinos in Ngulia will now merge with 50 rhinos in Tsavo West Intensive Protection Zone to form a single founder population of 200 black rhinos, the largest black rhino population in Kenya and among the most significant on the African continent. We are prepared this sanctuary in a way that we are confident what we are doing today is historic. Number one, Your Excellency, we undertook a comprehensive feasibility study that included risk assessment. We can promise you as our head of state, not a single of the 150 rhinos that we are releasing today is going to be threatened. We have constructed 240 kilometers. We have established 47 water ponds, improved road network for tourists and security, and we have established 10 strategic observation points. So we are confident the security of the rhinos is assured. Karibu tena msikilizaji, dakika 51 zimekatika baada ya saa 6. Unasikiliza Wimbi la Mazingira na jina langu ni Esther Chiro. Naona dakika ni za lala salama.
Na nimezidi nimekuuliza, nimekupa maswali mawili kuhusu mambo na mbuga za wanyama na vile Rais William Ruto alifanya jana. Je, mbinu hiyo itaweza kufanikiwa? Na je, teknolojia gani itaweza kutumika kulinda vifaru hao ambao wanaweza kuwa wanataka kulindwa ili wasipotee? Na mtusisahau kuwa nimekujuza changamoto mbalimbali ambapo ziko kulingana na migogoro kati ya mwanadamu na wanyama wa porini. Na kulikuwa na kanda iliyokuwa ikivuma Agosti mwaka huu ambao tuliona wildebeest walikuwa wana migrate, wanahama, na tukaona venye watalii walikuwa wanawazuia. Hii ilikuwa jambo lingine la tatanishi sana ambao iliweza kuzua tatanishi pale mitandaoni ya kuwa haipaswi wanyama wale wanapokuwa wanahama wanapaswa waachiliwe wahame wote, pasibaki hata mmoja. Manake endapo watabaki basi kutakuwa na jambo gumu sana ama tatanishi ambao itaweza kuwa linaweza kuathiri wale wanadamu wanaoishi karibu na mbuga hizo. Na nitakuwa na kuchezea kanda hiyo uweze kuona, na pia tuweze kuwa na tuhakikishe kuwa serikali ama tuweze kuambia serikali kuwa waweze kupanga mikakati mbadala na sahihi ya kuweza kuhakikisha kuwa watalii hawazuii wanyama hawa. Manake wanapozuia ni jambo kubwa na jambo ambalo litaweza kuzua vurugu sana. Na kwa kumalizia tu, uhifadhi wa Kenya unaelekea upande mzuri, lakini unahitaji ushirikiano wetu sote. Endapo serikali na wale ambao wanaishi katika zile mbuga, karibu na zile mbuga, endapo watashirikiana vizuri, basi naona tutakuwa pahali pasawa. Na wewe kama msikilizaji unajua kujihusisha na vikundi vya uhifadhi baharini hapa Mombasa, kuna organization mbalimbali. Jiunge na hata moja ya kuwa tuweze kupaza sauti zetu ili kulinda wanyama pori. Bila hilo tuweze tu kulinda wanyama pori, maana hao ndio tuko nao, ni kama asili ya Kenya yetu. Nilikuwa wimbo ulikuwa unacheza hewani ni Africa by Yemi Alade, na nasema Africa is the place to be. Wanasema takwimu inasema Afrika ina takribani 338 hifadhi za wanyamapori kote nchini. So tunajivunia nambari hiyo, si nambari chache ama si nambari ndogo, na takribani 1166 maeneo yaliyolindwa hifadhi hizo za mbuga za wanyama. Tuweze kulinda wanyama wa porini, hasa vifaru ambao wanaenda kupotea. Ndio maana jana ikawa ni siku kuu ya kuwa Rais William Ruto alifika kaunti ile na kuweza kuzindua mandhari makuu ama mandhari sawia ya kuwekeza na kulinda vifaru wetu. Na sina la ziada ili kukujuza tu uweze kulinda nchi, mazingira yetu kwa jumla. Maana unapolinda mazingira, umelinda mandhari ya wanyamapori, mandhari baharini. Unapoenda baharini usitupe taka ovyo pia. Bado hiyo ni jambo la kila siku. Yaani imekuwa kama wimbo. Katika kipindi hiki huwa ni kulinda tu mazingira. Tulinde mazingira kwa ajili ya vizazi vya kesho. Na sina la ziada tena ili tu kukushukuru kwa wewe msikilizaji ambao umeweza kusikiliza kuanzia saa 5. Najua si jambo rahisi kukaa na kusikiliza mtu anasema nini. Unajua mwingine anaweza kanasema sasa wewe unasema, but umeweza kuchukua muda wako na kuweza kunisikiliza kuanzia muda wa saa 5 mpaka saa hii dakika za lala salama. Sina la ziada, nimekuwa wenu Esther Chiro, hadi wakati mwingine. Shukran. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.